Takriban watu 4 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya mtu mmoja mwenye silaha kuvamia kanisa la Jesus Christ of Latter-day Saints katika mji wa Grand Blanc, Michigan nchini Marekani. Tukio hilo la kushtua lilitokea wakati wa ibada ya Jumapili iliyokuwa imevutia mamia ya waumini. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, mshambuliaji huyo aliyetambuliwa kwa jina la Thomas Jacob Sanford mwenye umri wa miaka 40, mkazi wa Barton, Michigan, aliendesha gari moja kwa moja kwa kasi kuelekea katika jengo la kanisa hilo, akalivamia kisha akafyatua risasi kiholela kwa waumini walikuwepo ndani. Baada ya mashambulizi ya risasi, mshukiwa huyo alichoma moto sehemu ya jengo hilo la ibada. Maafisa wa usalama waliwasili haraka katika eneo la tukio na kujaribu kuokoa maisha ya watu waliokuwa ndani ya kanisa. Sanford alipokataa kujisalimisha na kuonyesha kuendelea kuwa tishio, aliuawa kwa kupigwa risasi na polisi katika eneo la maegesho magari ya kanisa hilo. Polisi wameeleza kuwa tukio hilo linachunguzwa kama kitendo cha vurugu zilizolengwa, lakini bado hawajabaini nia au sababu ya mshukiwa kutekeleza shambulio hilo. Uchunguzi wa kina umeanzishwa ili kuchunguza historia ya Sanford na kama kuna uhusiano wowote baina yake na kanisa hilo au waumini wake. Wakazi wa Grand Blanc na jamii ya kanisa hilo wameelezea mshtuko na huzuni kubwa kutokana na tukio hilo la kikatili. Viongozi wa dini na serikali ya mtaa wametoa rambirambi zao kwa familia za waathirika na kuahidi kushirikiana na vyombo vya usalama kuhakikisha haki inapatikana. Majina ya waliopoteza maisha bado hajatangazwa rasmi, huku majeruhi wakiendelea kupata matibabu katika hospitali mbalimbali. Mamlaka zimewahimiza wananchi kwa watulivu na kutoa taarifa yoyote itakayosaidia katika uchunguzi unaoendelea. Tukio hili linakuja wakati Marekani ikiendelea kukabiliana na wimbi la mashambulizi ya kutumia silaha ambayo yamekuwa changamoto kubwa kwa usalama wa ndani na amani ya kijamii.